Nimesikia pia baadhi ya viongozi wa vyama vya kisiasa wakiendelea kukejeli uwekezaji unaoendelea kufanywa katika sekta mbalimbali na hasa sekta ya bandari. Naomba nitoe rai kwamba mimi kama mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam nitoe pongezi za dhati kabisa kwa uongozi wa bandari ya Dar es Salaam au uongozi wa bandari Tanzania kwa ujumla wake, kwamba tumeendelea kuona ufanisi mkubwa wa bandari ya Dar es Salaam unaothibitishwa kwa wingi wa wageni wanaokuja kuchukua mizigo kutoka mataifa mbalimbali, makuzi na ukuaji mkubwa wa ICDs ndani ya mkoa wetu, makuzi na ukuaji mkubwa wa bonded warehouses ndani ya mkoa wetu. Hii inathibitisha kwamba mizigo inayokuja kupitia bandari ya Dar es Salaam ni mingi, na hii inathibitisha kwamba taifa limeendelea kufunguliwa, na ndio maana baadhi ya mataifa kama Kongo, Zambia, Malawi na baadhi ya mataifa mengineyo yasiyokuwa na bandari au yasiyokuwa na bahari yameendelea kuiona Tanzania kama kivutio kikubwa kwa sera zake imara za kibiashara. Na kwa mantikio, waandishi wa habari naendelea kuwaalika kwamba sasa ni muda mwafaka wa kuzungumza vitu kwa hoja na data. Ni bora tukaendelea kwenda bandarini, kwenda kuona uwekezaji mkubwa unaoendelea kufanywa, lakini zaidi tutawanyike ndani ya mkoa wetu tuone wingi wa ICDs unaoendelea ambao umetunza mizigo ya transit na loko. Lakini zaidi pia tuendelee kuona wimbi kubwa la wageni wanaotoka katika mataifa yasiyokuwa na bahari wanaokuja pia kwa ajili ya kuchukua mizigo kwenda katika mataifa yao. Ongezeko kubwa la usafiri wa malori kuelekea katika nchi hizo. Hizo zote ni uthibitisho kwamba kuna ufanisi mkubwa wa mamlaka ya bandari, lakini kuna ufanisi mkubwa wa bandari ya Dar es Salaam. Ndugu waandishi wa habari, baada ya kusema haya, la mwisho nitumie nafasi hii kwamba hili kwa Wakristo wote tupo katika Juma Kuu, Holy Week, na kuanzia jana Alhamisi Kuu, leo Ijumaa Kuu, na kesho kutwa ambayo ndio Pasaka. Nitumie nafasi hii kuwatakia kila laheri kuanzia siku ya leo au siku ya jana ya Alhamisi Kuu kupitia leo ambayo tunaita ukimya mtakatifu, Holy Silent. Wakasherekee sherehe hizi kama ambavyo sherehe za Idi ziliisha. Sherehe za Idi ziliisha vizuri pasipo vurugu, na kwa mantiki hiyo ni waombe Wakristo wote wa Dar es Salaam wawe kielelezo cha amani, kielelezo cha misamaha, kielelezo cha upendo, kama ambavyo Yesu Kristo mwenyewe ametamka dhana ya upendo kama sheria mojawapo kuu ya Mungu. Baada ya kusema haya, ndugu zangu waandishi wa habari, niwatakieni kila laheri tunapoelekea katika sikukuu hizi. Lakini jambo la mwisho zaidi tena, tumuombee heri Mheshimiwa Waziri wetu wa TAMISEMI, Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa, ambaye kwa siku ya Jumanne ya wiki lijalo atahitimisha hotuba yake ya kuomba kupitishiwa bajeti ya TAMISEMI ya zaidi ya trilioni 11. Na katika bajeti hiyo ya TAMISEMI, sisi wana Dar es Salaam, bajeti yetu tulioiomba ni trilioni 1. Na kwa mantiki hiyo, trilioni 11 zinazoombwa na Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa kupitia bunge, na sisi tumo, ili bajeti hiyo itakaporidhiwa ndio ije ianze haraka kutumika kuboresha miundombinu ya afya, ya elimu, ya barabara, pamoja na kusomesha watoto wetu katika shule za misingi na sekondari, ikiwa ni pamoja na kulipia huduma za afya kwa makundi maalum ndani ya mkoa wetu wa Dar es Salaam.